Mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa Shalom Summit TV, tunakushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia katika channel hii nzuri ya Shalom Summit TV. Mimi ni Rose Jotham na nina report kutoka kanisa la TAG Shalom Christian Center, kanisa linalopatikana wilaya Same mkoani Kilimanjaro, chini ya mtumishi wa Mungu mchungaji Arbogasti Joseph Mramba. Na kwa siku ya leo basi nichukue nafasi hii kukukaribisha sana uweze kujifunza somo zuri kabisa ambalo amefundisha mtumishi wa Mungu Binais Ngasala, na siku ya leo ameweza kufundisha somo linalosema kushinda dhambi. Na katika somo hili ameweza kuelezea vitu vingi zaidi ambavyo vitanisaidia mimi na wewe kushinda maisha ya dhambi, kwani tunaamini kuwa kwa akili zetu hatuwezi kushinda dhambi, lakini yeye katika somo lake ameweza kuelezea vitu vingi sana ambavyo vitanisaidia na vitakusaidia kushinda maisha ya dhambi. Hivyo tunakusihi sana uendelee kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati. Na baada ya kumaliza somo hili basi tutakwenda kusikiliza maoni ya baadhi ya waumini wa kanisa la TAG Shalom Christian Center wakielezea ni kwa jinsi gani ama ni kwa namna gani wameweza kupokea somo hili. Hivyo ninakusihi sana kupitia maoni yao hata wewe unaweza kujifunza vitu vingine zaidi ambavyo vitakusaidia katika maisha yako. Na kama bado haujasubscribe basi unapoendelea kutazama video hii endelea kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Asante sana na Mungu wa mbinguni akupe kuelewa kile ambacho kinaenda kufundishwa kwa siku hii ya leo. Amina. Kwanza namshukuru Mungu kwa ajili ya kunipa nafasi ya kusimama mbele yako. Mimi naitwa Binais Ngasala. Basi neno ambalo leo Roho Mtakatifu anataka tujifunze au tujikumbushe, kichwa cha somo kinasema kushinda dhambi. Dhambi kwa tafsiri tu ya kawaida tunasema ni uasi kwa kifupi, lakini pia ni kuto kufanya yale maagizo ambayo Mungu anatupa, kuto kuyafuata, kuto kuyafanya yale maagizo ambayo tunapewa na Mungu. Kwa hiyo wewe usipofuata, mimi nisipofuata, manake ninamkosea Mungu. Hasa kama ninamkosea Mungu, ninafanyaje? Wakati naendelea kutafakari namna ambavyo Wakristo tunateswa na dhambi, yaani kila mtu anatamani kuwa vizuri, ndicho ninachojua. Yaani tukiona watumishi wakubwa, kila mtu anatamani kuwa mtumishi wa mkubwa. Kila mtu anatamani atoe mapepo. Kila mtu anatamani awe na nguvu za rohoni. Ndio maana ukimwona mtu yuko vizuri, unamwadimia, yaani unafurahia kwamba jamani fulani huaga hawezi kutenda dhambi. Fulani bwana yuko kiroho sana. Unatamani kuwa kiroho, lakini hauwezi kufikia hapo. Kwa nini hauwezi kufikia hapo? Ndo hapo sasa Roho Mtakatifu leo atatusaidia ili tuweze kujifunza. Ninaomba tufungue Mwanzo 4:7. Nianze 1. Kama ukitenda vyema hutapata kibali. Lakini pointi iko hapa. Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini ya kupasa uishinde. Dhambi iko mlangoni inakuotea, inakutamani wewe, lakini ya kupasa uishinde. Hasa wewe nani? Ni wewe, jitaje jina lako. Na mimi Binais. Huyu aliyekuwa anaambiwa hapa ni Kaini, tunajua habari yake. Alienda kumuua mwenzake kwa sababu yeye hakumtolea Mungu ipasavyo. Kwa hiyo sasa akawa anataka kumtendea mwenzake uovu. Sasa tuache hiyo habari. Sisi tudili tu na sisi kuhusu hili neno. Anasema dhambi iko mlangoni inakuotea. Kuotea, labda nitoe tu mfano mdogo, kama vile unataka kumkamata kuku, unataka kumchinja. Kuna mahali fulani unakaa ili kiwezekana umdake. Yaani kuna namna umekaa attention, yaani kuna namna umekaa kwa utayari kwamba akikatiza hapa ni naye. Sasa ndivyo ambavyo kumbe na dhambi inatuotea sisi wa Kristo. Imekaa, wewe unasema mimi unajizuia kufanya dhambi, lakini dhambi imekaa mahali inakuotea, inakutamani. Haikuotei tu, inakutamani, yaani ina hamu na wewe. Kwa sababu wewe umejifanya sana kwamba hauwezi kuzini. Wewe umejifanya sana kwamba hauwezi kuongea uongo, umeokoka. Wewe unajifanya kwamba yani wewe kwa kweli uko rohoni. Sasa dhambi inakutamani, inanitamani, inaniotea. Lakini neno la Mungu linasema inapasa nishinde. Yaani kama huyo kuku sasa, yaani na yeye inatakiwa awe makini, ajue kabisa hawa kwa jinsi alivyonikimbiza na Isa anataka kunichinja. Na yeye kwa namna yake, kwa nguvu zake, kwa ufahamu wake, hakikishe haingii mikononi mwa mtu anayetaka kumkamata. Hakuna Mkristo asiyeteswa na dhambi.
Hakuna Mkristo asiyetafutwa na dhambi. Kila mmoja kwa namna yake, tena kila mmoja kwa nafasi yake. Mimi wanapenda kusema kwamba inawezekana kuna mtu mwingine unaweza kusema mimi siri rushwa. Wewe usiseme ule rushwa wakati hakuna rushwa imewahi kupita mikononi mwako. Wewe mwenyewe unajuaje ya uli rushwa? Ndio maana tukifundishwa neno anasema inakuja kipimo. Ulifundishwa upendo, kinakuja kipimo cha upendo. Kweli wewe una upendo? Huyu kakufanyia hivi, onyesha upendo basi ule wa kuwachukia adui. Unaweza ukishinda, hapo ndo umefanikiwa kwamba mimi jamani naweza nikasimama mbele za watu nikasema kwa kweli namshukuru Mungu amenijalia upendo kuwaombea adui zangu. Kuna mtu alinifanyiaga 1 2 3, sina chuki naye, nimemsamehe, ninamwombea. Na wewe ndani yako usihukumiwe ndani yake, yani wewe usijisikie vibaya ndani yako. Lakini pia kama haujawahi kukaa kwenye mtego wa dhambi fulani, labda sasa kusema uongo, yani usiseme mimi sisemagi uongo, yani lazima upite hapo, upite kwenye kusema uongo alafu unyamaze, yani kinywa chako kifumbe mpaka jasho zinakutoka. Hivi unajua Biblia inasema hamjashindana na dhambi kiasi cha kumwaga damu. Dhambi tunashindana nayo. Kwa nini unashindana na dhambi? Kwa sababu si dhambi. Paulo anasema kutaka ninalotaka sifanyi, ila ni ile hali iliyomo ndani ya mwili wangu, ni ile dhambi iliyoko ndani ya mwili wangu. Sasa unashindana. Mimi sitaki nifanye hiki, mwili unakwambia hebu fanya wewe. Yaani kuna shida gani? Na nikwambie kuna mistari ya kusimamia ili ufanye dhambi. Ipo, lakini Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Anakukumbusha hiki hapana usikifanye. Lakini kama unataka kufanya sasa, unafanya. Sasa kwa nini unafanya? Ni kwa sababu wewe hujakosa kuzijua fikra za Ibilisi. Nimewapa mistari 3 hapa. Biblia imesema hatukosi kuzijua fikra za Ibilisi. Ndio huku sasa kwamba dhambi iko mlangoni inakuotea. Hakuna dhambi tunaifanya kwa bahati mbaya. Dhambi yoyote ile kuna namna sauti inakujia. Kuna dhambi ambayo inakuwa ndani yako, wewe mwenyewe unajua, lakini hauishughulikii. Kwa mfano unajua mimi nina hasira, yani mimi mtu akinichokoza uoga na hasira, lakini kwa kweli sasa hivi hamna aliyenichokoza. Si ndio Kwa sasa hivi sina aliyenichokoza, lakini mimi kwa kweli mtu ukinichokoza. Sasa dili na hicho kitu. Dili na hiyo dhambi kuzingayo kwa upesi. Jamani tunatubu sana. Tumekuwa watu wa kutubu sana. Unajua mimi mpaka nilikuwa najiuliza jamani, hivi kwa mfano sasa Yesu akarudi kabla hujatubu, wewe unaenda uendi? Mtu wa kutubu kwanza kwenda mbele za Mungu bila kutubu, sina ujasiri huo. Kwa sababu gani? Nimekuwa mtu wa vimatukio. Nimekuwa mtu wa vidhambi ambavyo vimekuwa vikiniotea na vinanishinda. Wakati Biblia inasema yapasa uishinde, nikaona muuliza Roho Mtakatifu, ninashindaje? Kwa sababu hata Paulo anasema ni ile dhambi iliyoko katika viungo vyangu, iliyoko katika mwili wangu. Ninashindaje sasa? Mungu akaniambiaje? Akasema nisikilize. Hakuna kitu ambacho nimempa mwanadamu afanye ambacho sikumwekea namna ya kufanya. Anasema mimi simewapa silaha za kushinda. Anasema silaha mlizonazo nyinyi zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Sisi tunataka ngome ianguke kwanza ndio tuanze kuinua. Yaani niseme kwanza uongo ndio nianze kutubu. Nizini kwanza alafu ndio nianze kuomba rehema. Lakini kumbe lile hapo kuja kama wazo kwamba nasi hebu fanya hiki, kuna sauti gani nyingine ninaisikia? Hiyo sauti nyingine nayo nisikia ndio alert ya kwamba mwanangu unaenda kutenda hili jambo. Lakini kwa sababu miili yetu inakuwa na nguvu, miili ikiwa na nguvu kuliko roho, nitatenda tu. Ndio maana tunaambiwa kwenye neno ya kwamba neno la Mungu nalijae kwa wingi mioyoni mwenu. Neno la Mungu moyoni mwangu nimelijaza neno la Mungu ili nisije nikakutenda dhambi. Kwa sababu gani? Neno la Mungu lina nguvu. Neno la Mungu lina uwezo. Anasema lina uwezo wa kuyatambua mawazo ya moyo. Kwamba mimi nataka kufanya hiki. Naweza nikajibalaguza mbele yako kwamba sikutaka kufanya hiki. Lakini neno la Mungu linaniambia nice, wewe ulikusudia kufanya hiki. Hiki ulichokuja kufanya baadaye ulijibalaguza tu mbele za watu. Lakini kusudi lako lilikuwa hili. Kwa nini? Lipo neno ndani ya moyo wangu. Dhambi iko inakuotea,
Dhambi ipo inatuotea wapendwa. Ujasiri, asubuhi tulikuwa tunaongelea habari ya uamsho, kwamba mimi uamsho unafanyaje? Mimi nikasema uamsho mimi ninavyoelewa ni uamsho wa mtu mmoja mmoja. Mimi mwenyewe Nice Ngasala nijitafakari kwanza, hapa nilipo ni sahihi? Yaani hiki ninachokifanya ni sahihi? Hali ya rohoni, wanapenda kuambia kwamba napenda kufananisha mambo ya kiroho na kiserikali. Kwenye serikali kuna tathmini. Huwezi kutu unaendelea mbele haujitathmini ulipotoka. Hata serikali na nyinyi mnasikiaga tunatathmini miaka 5 ya dira sijui ya taifa, sijui mpango wa sijui wa maendeleo wa nini. Sasa lazima tuwe na mpango wa maendeleo wa mtu binafsi kuhusu rohoni. Yaani mimi mwenyewe nahisi ninavyojiona nilipotoka na nilipo sasa nimefika wapi, ikiwa kweli nina makusudi ya kwenda mbinguni. Mimi ninajua kwamba mimi siwezi kusahishika vitu vyote leo hii, lakini nina mpango wa kutoka hapa nilipo kuendelea mbele, au tu nipo. Sasa wewe unataka uwe kwenye kundi gani? Ile juhudi yangu ya kuepukana na dhambi kwa msaada wa Roho Mtakatifu, ile dhambi inayoniotea ndio hatua ninayoielekea kwenye utakatifu wangu. Anasema tukue katika kimo na kicho cha Kristo, tukue. Manake tunakuwa tunaongezeka kama tunavyoona watoto wetu. Jana namuona hivi, leo la kwanza, kesho la pili, kesho la tatu, anaendelea kukua. Mimi hapa ninaendelea kukua au niko pale pale? Lakini sababu kubwa ni dhambi. Niwaambieni, kama hamjagundua, mimi nimegundua. Kinachonitesa ni dhambi. Lakini hiyo dhambi kama nimeishaijua, nina hatua gani? Ninafanya nini ili nitoke hapo? Neno la Mungu linasema dhambi iko mlangoni inakuotea. Kwenye hiyo tabia yako inakuotea kwamba wewe ukifika sehemu fulani utaifanya hiyo. Ndio maana wakati mwingine tunaambiwa tujiepushe pia na mazingira ya dhambi. Ingawa kujiepusha kwenye mazingira ya dhambi, kuna siku utajikuta upo kwenye mazingira ya dhambi na hutakiwi kuondoka. Ninaomba tufungue Ibrania 12:4. Inasema hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Kwa hiyo dhambi ni vita. Kati yangu mimi na dhambi pana vita katikati yetu. Sasa nani anashinda? Tunaye Bwana wa majeshi ambaye yeye sasa ametupa silaha za kushinda dhambi. Hizo dhambi zinafanyikia kwenye nini? Natamani tujifunze kwenye hilo pia. Warumi 6 mstari wa 12 na wa 13 unasema hivi: basi dhambi sitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake, wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu. Hii miili ndio inayotawaliwa na dhambi. Sasa mimi nilipokuwa nasoma naona miili ndio inatawaliwa na dhambi, nikaja kwenye masomo. Kwenye masomo tunasemaga parts of the body, sehemu za miili yetu, viungo. Unaanza kukitafuta kiungo chako kimoja kimoja. Hicho kiungo chako kwako wewe tatizo lake ni nini? Hamna mtu asiyejua viungo: mkono, macho, masikio, pua. Nikitaka kushinda dhambi, nilichojifunza, nikitaka kushinda dhambi nipite kwenye viungo vyangu. Nasema hiyo dhambi isitawale kwenye viungo vyenu, tena ipatikanayo na mauti. Kwa nini ipatikanayo na mauti? Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo sasa kiungo changu macho, una tatizo gani na mimi? Macho, una tatizo gani na mimi? Mimi na wewe macho tuna shida gani? Wewe kijana na macho yako una shida gani? Ukiona nini wewe hali yako inakuwa mbaya? Mimi mama, macho yangu yananikwaza vipi? Kuna mahali pale tena sinafikiri kwenye Mithali anasema vitu 6 Bwana anavichukia. Macho ya kiburi. Hivi unajua macho ya kiburi? Macho ya kiburi nahisi kama wanawake tunaweza kuwa nayo zaidi. Naweza nikakufanyia Dafundi. Wanaume sijui macho ya kiburi mnayo. Wanaume sidhani kama mtakuwa nayo sana macho ya kiburi. Ila mimi hapa tunasema wanawake naweza nikakushusha nikakupandisha afu nikakufikia katikati nikakuacha nikaendelea. Yaani mpaka wewe mwenyewe utajiona si kitu. Hapo sijaongea neno hata hili.
Bwana Yesu atusaidie. Lakini macho, wanaume, ukimwona binti unajisikiaje? Yaani wewe una haja kusema eti moyoni mwako wewe unajua unajisikiaje? Pita kwenye viungo vyako. Anasema dhambi iko mlangoni inakuotea. Yaani namna unavyojiona macho yako yanavyokupelekea ndio hiyo hiyo inayokuotea. Ni kweli haujamapproach, kwa kweli hata hujamwambia unaendeleaje, kiukweli hata message hujamtumia, lakini kiukweli hauelewi na unatamani kufanya kitu, ila unasema ningekuwa sijaokoka mimi. Umeona macho. Tamaa iko kwenye viungo vyetu, inashindana na hivi viungo, inakwambia hapana, wewe ni kijana, haya mambo ya kuzini wala sio tatizo sana, kwa sababu kwanza hata ukitengwa ni miezi 3 tu utarudishwa, kwa hiyo au miezi 6. Yani kuna namna inakufariji, unaona kumbe naweza nikafanya, nikatubu, maisha yakaendelea. Lakini masikio yako yanapendaga kusikia nini? Ninavyosema hivi jamani, pitaka kwenye masikio yako na wewe. Masikio yangu yanapendaga kusikia nini? Ninajua kabisa nikimpigia mtu fulani kuna umbea atanipa, utanisaidia nini? Shida tupo kwenye kujua kile ninachokipata. Wakati mwingine wala akikutendeshi dhambi, ila kinakuondolea tu uwepo. Ile unaingia kwenye maombi, unasikia ila kwa kweli taarifa ya mtu fulani, kwa kweli taarifa ya mtu fulani inakunyong'onyesha kiroho chako. Mikono, anasema mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Sasa unajua kwa nini wanasema isiyo na hatia? Kuna watu wameruhusiwa kumwaga damu. Si mnasikia kwamba kuna watu wananyonga kiserikali huko, kuna watu ukifanya makosa fulani serikalini wanaruhusiwa kunyonga kwa vifungu vya sheria. Lakini je, wewe unaruhusiwa? Hauruhusiwi. Mikono yako, je, ni sababu wewe ya kumkosea Mungu? Dhambi inayokuotea kwenye mikono yako ni dhambi gani? Umewahi kujipeleleza, mikono yangu inanikoseshaje na Mungu? Paulo akasema ole wangu mwili huu. Sasa mwili ni parts zinafanya kazi, sio wote. Tena kuna inner parts of the body. Mmoja wapo ni heart, moyo. Kwenye moyo wako unawazaga nini? Inawezekana uko hapa lakini mawazo yako juu yangu, mawazo yako juu ya jirani yako. Biblia kwenye Mithali sijui ngapi inasema kwamba usimuwazie mabaya jirani yako ambaye anajiona yuko salama kukaa karibu na wewe, lakini kumbe wewe kuna namna unamwazia vibaya. Kuna namna huwazii vibaya, unamwazia vibaya mume wako, unawazia vibaya watu wako wa karibu, unamwazia vibaya bosi wako. Kuna namna moyo wako hauna lile bubujiko, ile furaha ya kweli. Kwa sababu gani? Kuna dhambi inauotea huo moyo wako, uitende, kiuhalisia bado hujaitenda. Sasa Mungu atusaidie kuzishughulikia zile dhambi zinazotawala kwenye viungo vyetu ili tuwe salama. Anasema msiendelee kuvitoa viungo vyenu. Hivi viungo vyetu tusiendelee kuvitoa kwa uharibifu, maana kwa uharibifu tulishavitoaga sana. Tulishatukanaga sana, tulishafanyaga uongo sana, tulishazini sana, lakini tayari umeshasema mimi ninaacha. Sasa shetani hakuachi, ndio maana nasema anakuotea, anakutamani. Hiyo dhambi inakutamani wewe, yapasa uishinde. Ninaomba tufungue Korinto wa pili 10:3-5. Nasema hivi: maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Wakati huo ninaomba tusome Waefeso 6:10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya
katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungwa miguu ya utayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu, kwa sala zote na maombi. Tumeona ya kwamba tunazo silaha. Yaani Mungu anaposema kwamba yapasa ushinde, hakuacha tu kwamba eti sasa utashindaje. Alituachia namna ambavyo tunaweza kushinda kutoka kwenye hii vita ya kutamaniwa na dhambi. Anasema vaeni silaha. Maana yake hizo silaha, wanasema silaha hatujifunzi wakati wa vita. Yaani wakati wa vita ndio tuanze kusema jamani, hebu nani anaweza kapiga risasi? Yaani kama tumejiandaa kwenda vitani, tutaanza leo hapa, kuja jioni kila mtu akabidhiwe bastola yake, ajue namna ya kuifyatua. Sio siku ya kufyatua ndio unataka kujua jinsi ya kufyatua, hapana. Sasa anasema vaeni dirii ya haki kama silaha mojawapo. Silaha mojawapo kutenda haki. Kutenda haki, wewe kama Mkristo unatenda haki. Kuna mambo, labda kabla sijaendelea hapo, kuna mambo kadiri unavyojinidhamisha kwa Mungu, kuyafanya kwa Mungu, ndivyo hata hii tamaa ya dhambi inavyopita mbali na wewe. Lakini kuna namna ambavyo wewe mwenyewe ukijiachia, aisee, dhambi huwa zinarudi zenyewe kwa kasi. Hata wewe jichunguze, kipindi ambacho uliacha maombi, uliacha kuhudhuria ibada, utasema nitaombea nyumbani, utasema hata hivyo Biblia ninayo kwenye simu. Angalia, je, hali yako ya kiroho ilikuwa sawa na ambavyo wewe ulikuwa na bidii katika Mungu? Ni tofauti kabisa. Kwa hiyo kumbe, namna ambavyo wewe unajibidiisha na mambo ya kimungu ndiyo silaha mojawapo ya kushinda dhambi inayokutamani, kwa sababu hata yenyewe inakuona uko serious na Mungu uliye naye. Nitatoa mfano mmoja. Ni sawa na kwamba kuna, labda nitoe mfano kwa wanandoa. Kama kuna mtu anakufuatilia, anakuuliza umeolewa, unasema nimeolewa lakini sio kivile. Anajua hii ndoa haiko serious, kumbe na mimi naweza nikapita hapo hapo, si ndio Lakini anavyoona uko serious na mambo ya mume wako, maana yake huyu mwingine unamkatisha tamaa hata kama hujasema mimi sikutaki. Anaona huyu mimi mara sijui mume wangu jana, yani wewe shuhuda za mume wako ziko kibao mdomoni. Anajua huyu hapa mimi napitaje, anagundua huyu bado ana bondi na mume wake. Kwa hiyo hivyo hawezi kukuingilia. Ndivyo ilivyo na shetani. Kwa kadiri anavyoona wewe una bondi na Mungu wako, anashindwa, yani anashindwa. Na ndio maana wanasema dhambi iko kutokana na tamaa zetu. Yani shetani sasa, si wewe uko bondi na Mungu, anakuwekea yale mambo uyapendayo. Ukiyaendekeza sasa, najua yes, hapa ninaweza kumnasa. Yani hapa mimi tayari nimeingia kwenye mtego wa shetani. Lakini kama akishindwa kwenye hizo tamaa za mwili wangu, hawezi kunipata. Hata akaniotea vipi, anaona kabisa muda ambao anasema fulani ananipitia, twende mahali fulani, anasema mimi ndio muda wangu wa kanisani. Anaona hapa tumeshamkosa. Jamani, kuna dili hili hapa. Anasema hapana, neno la Mungu linasema hivyo. Mtu wa namna hiyo shetani ni ngumu kumpata. Lakini anasema kweli viunoni, ambayo ni neno la Mungu. Tena neno la Mungu ukisoma tena hapo chini anasema ni upanga wa Roho. Wewe si anakuotea? Si tuko vitani? Kila mtu anataka kumwahi mwenzake. Sasa tunao upanga wa Roho ambalo ni neno la Mungu. Nikiwa nalo, ile dhambi inayoniotea ikifika kwenye moyo wangu, maana hamna dhambi ambayo unaifanya haujawaza hata kidogo. Yani tu faster umeifanya, si itakuwa dhambi gani? Labda mimi nitakuwa sijazijua bado. Lakini ile dhambi ikija inakutana na neno, inayeyuka. Anasema neno la Mungu lina nguvu, tena lina upanga, ni kali kama upanga ukatao kuwili. Kwa hiyo ikiona ya kwamba Nice anapoelekea ni kwenye jambo hili, neno la Mungu linaniwahi. Hizi ni mbinu za kushinda uovu. Neno la Mungu kwenye maisha yako
Lakini wakati mwingine unakuta neno la Mungu tunakuja kujifunzia hapa kanisani. Sina ratiba ya neno, sina ratiba ya ibada zangu binafsi, ni mpaka za hapa, ni mpaka za jumuiya watangaze. Yaani tusipotangaziwa hapa kwa kweli tunasubiri hapa hapa. Namna hiyo kushinda ni ngumu, kwa sababu jamani, vita hizi zingine tunapigania kwenye familia, zingine tunapigania ofisini. Tutashindaje? Shetani anaweza ukamshinda. Kwa sababu gani? Anaweza akakuletea wazo kusema bwana wewe niache mimi nasikiliza neno. Lakini utatoka hapa utaenda nyumbani. Utatoka hapa utaenda mjini. Utatoka hapa utaenda kwenye kazi zako, kwenye biashara zako. Unashindaje dhambi? Lazima uwe na ratiba zako binafsi za kuwa na neno la Mungu. Neno la Mungu litakusaidia. Bondi na Mungu, uwe ukaribu wako na Mungu utakusaidia kushinda uovu. Yaani we panga tu ratiba. Wanasema kwa Kiingereza sijui wanasemaje, labda wanaojua Kiingereza wanasema idle mind is a workshop of the devil. Yaani kwamba kichwa chako hakina kitu. Yaani hauwezi ukawa upo tu hauna kitu. Shetani lazima kushughulishe. Huwezi tu kusema mimi hizi sina mawazo yoyote. Haiwezekani, lazima uwe na wazo mojawapo. Aidha la shetani au la Mungu. Jamani, kushindana na dhambi ni vita. Tafuta mbinu unayoweza kushindana na dhambi. Cha msingi tu kwamba sisi tujiepushe na yale Mungu ambayo hataki tuyafanye. Sasa unashindaje? Wewe tafuta mbinu. Kama hivi wewe unasema labda naweza nikaanza kuomba. Sawa, useme tu lazima uanzishe sijui wimbo. Inaweza kama nitaanza kuomba. Inawezekana njia hiyo inakusaidia, endelea nayo. Cha msingi kumbuka kwamba dhambi iko mlangoni, inakuotea wewe, lakini yapasa uishinde. Yapasa niishinde. Mambo yako mengi hapa duniani. Inawezekana kweli hatujafika mahali tunapotakiwa. Hata mimi sijafika ninapotakiwa. Unaweza kukutana na mtu kusema huyu mbona bado anafanya hiki, lakini ukiwaza Mungu alipomtoa, hata Mungu anaona wewe ungemjua huyu alikotoka. Hapo ameshafika mbali sana. Na Mungu bado anaendelea kumtengeneza. Ndio maana tunakuja, jana sikuelewa, leo ninaelewa, na kesho nitaelewa. Mimi sijamaliza kukua wala wewe hujamaliza kukua. Kitu tunachokukataza leo, ninachokatazwa mimi leo, naweza nikaona kwamba kama vile hakina mantiki. Mbona hiki kitu naona ni sawa tu, lakini ikafika kesho mimi mwenyewe nikaona sio sawa. Cha msingi dhamiria. Una dhamiri ya kushinda? Una dhamiri ya kuepukana na uovu? Una dhamiri ya kujitenga na mabaya? Hilo ndio jambo la msingi kwenye maisha yako. Kinachotakiwa ni utayari. Weka mbele za Mungu kile dhambi ikuzingayo kwa upesi, ambayo yenyewe inataka kukumaliza wewe. Lakini kwa sababu leo amesema hatukosi kuzijua fikra za Ibilisi, namna anavyokuotea wewe, umeweza kutambua leo. Roho Mtakatifu amekukumbusha ya kwamba anakuotea, lakini inapasa ushinde, na ushindi ni wa kwako, kwa sababu amesema mtashinda na zaidi ya kushinda. Na kwa nini tunashinda? Kwa sababu ya kazi ya msalaba. Mtazamaji, kama nilivyokujuza awali kwamba baada ya somo hili tutakwenda kusikiliza maoni ya baadhi ya washirika wa kanisa la TAG Shalom Christian Center. Basi ninakukaribisha sana uweze kusikiliza maoni haya. Kwa majina naitwa Sara John Mkwasa, ni mshirika wa kanisa la TAG Shalom. Leo tulikuwa na ibada njema ambayo tumefundishwa na mtumishi wa Mungu Binaisi Ngasala. Somo letu lilikuwa linahusu kushinda dhambi. Tunashukuru kwa sababu tumejifunza namna ya kushinda dhambi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana katika kanisa letu la Shalom Christian Center lililopo Digidigi, na pia tunawaomba muendelee kutufuatilia katika chaneli yetu ya Shalom Summit TV ili muweze kubarikiwa na masomo mengi zaidi. Kwa majina naitwa Benito Gazia, ni muumini wa Shalom Christian Center. Somo leo kwa kweli ni zuri sana, na ndio siku zote binadamu anapambana na kuhusu somo hili ili kuweza kuishinda dhambi. Ni mtihani mkubwa sana, lakini hamna siwezekana kwa Mungu, yote yanawezekana. Ndugu watazamaji wa Shalom Summit TV, tunawakaribisha kwa channel yetu. Ukiendelea kufuatilia utapata mafundisho mbalimbali ambayo yatakusaidia kwenye maisha yako yote. Na hayo ni baadhi ya maoni ya baadhi ya washirika kutoka kanisa la TAG Shalom Christian Center. Wameweza kuelezea ni kwa namna gani wameweza kupokea ibada hii. Hivyo ni matumaini yangu kwamba hata wewe ambaye umetufuatilia kuanzia mwanzo mpaka tamati ya somo hili umeweza kujifunza vitu vingi zaidi ambavyo vitakusaidia kushinda maisha ya dhambi. Na kama bado haujasubscribe, basi ninakusihi subscribe na endelea kutufuatilia kupitia channel hii nzuri ya Shalom Summit TV, na ninatumaini kuwa utajifunza mengi mazuri ambayo yatakusaidia katika maisha yako, na utakuwa ushuhuda na utaweza kuwashuhudia ndugu jamaa na marafiki vile ambavyo
kujifunza katika channel hii. Tunakukaribisha sana na tunakusihi sana, kama una ndugu jamaa na marafiki ambao bado hawajasubscribe, endelea kuwatumia link ili waweze kusubscribe na waweze kuwa wanafamilia wetu wa channel hii ya Shalom Summit TV. Siku ya leo hatuna la ziada, ila tunakutakia wakati ulio mwema na Mungu wa mbinguni akubariki sana.